Ebana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Kumekuwa na maswali mengi kwa watu. Watu wanajiuliza, je, ni nani waziri mkuu ajaye? Watu wengi wamekuwa wanajiuliza. Lakini pia kuna majina ya watu wanne ambao wametajwa ama wamepointiwa na baadhi ya watu kwamba wao ndio wana sifa ya kuwa waziri mkuu, na mmoja kati yao tetesi zinaeleza pengine Rais Samia anaweza akamchagua. Sasa katika video hii tunavyo vigezo vya kuwa waziri mkuu ama mtu kuwa waziri mkuu. Lakini pia utakwenda kufahamu ni nani hasa ambaye watu wengi wanatamani awe waziri mkuu. Wacha kufanya ni kubonyeza alama ya subscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda tunaanza. Kwanza kabisa, sifa za mtu kuwa waziri mkuu zinaeleza ya kwamba ni lazima awe mbunge aliyechaguliwa na wananchi na si mbunge aliyeteuliwa. Kwa maana yake wale viti maalum hawezi wakaja kuwa mawaziri wakuu mpaka pale ambapo watakuja kugombea na kuchaguliwa kama walivyo wengine. Hivyo kuna baadhi ya watu wana sifa za kuja kuwa waziri mkuu. Sasa yupo mtu mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Paul Makonda. Ni mmoja ya mtu ambaye watu wengi wanampigia chapuo ya kwamba atakuja kuwa waziri mkuu. Katika orodha ya watu wanne na yeye yupo. Makonda na umri wa miaka 43 tu, kwa maana yake bado kijana. Lakini pia yupo mtu ambaye anaitwa Doto Biteko. Huyu amehudumu katika serikali kwa muda mrefu kweli kweli. Na ana umri wa miaka 46, bado kijana kabisa huyu. Na yeye watu wanampigia chapuo kuja kuwa waziri mkuu. Lakini pia kuna mtu mmoja anaitwa Kitila Mkumbo. Huyu ni miaka 54. Na amekaa katika serikali kwa muda mrefu sana, ni kiongozi mkubwa sana. Watu wanampigia chapuo ya kuwa waziri mkuu, ana umri wa miaka 54. Na Tulia Ackson ambaye ana umri wa miaka 48, alikuwa spika huyu wa bunge, anapigiwa chapuo. Hao ndio watu wanne ambao wanapigiwa chapuo. Mmoja kati yao atakuwa waziri mkuu ama waziri mkuu atatoka katika kundi hili la watu wanne. Unahisi ni yupi ambaye atachaguliwa kuwa waziri mkuu kati ya hawa? Wewe unamkubali yupi? Andika maoni yako hapo katika sehemu ya comment.